Karibu sana kwenye channel yetu. Leo nataka tuzungumze kitu ambacho kinaweza kubadilisha kabisa namna unavyoishi kila siku. Kuna watu wengi wanashindwa kufanikiwa sio kwa sababu hawana akili wala hawana bidii, bali kwa sababu hawajui kuanza siku yao vizuri. Sasa leo nitakupa mambo muhimu ya kufanya kila asubuhi ili siku yako iwe yenye nguvu, yenye mafanikio na yenye amani ya moyo. Kaa hadi mwisho wa video hii kwa sababu nitakupa siri ambayo watu wengi wanaiweka siri kuhusu mafanikio ya kila siku. Siri ya kwanza ni kuamka mapema. Kitu cha kwanza ni kuamka mapema. Kuamka mapema hakumaanishi tu kuamka kabla ya jua, bali ni kujipa nafasi ya kutulia na kupanga. Watu wengi huamka wakiwa na haraka. Simu inalia, unakimbia kazini, hujapumua vizuri. Lakini ukiamka mapema unapata muda wa kujitafakari, kupanga siku yako na kuanza na amani badala ya pressure. Watu wenye mafanikio wengi duniani wanashiriki siri moja. Wanathamini asubuhi zao. Kwao asubuhi ni wakati wa kujenga msingi wa siku nzima. Jambo la pili ni kutoa shukrani. Kabla hujagusa simu yako, toa shukrani. Shukuru kwa uhai, afya, familia na hata changamoto zako. Unapojifunza kusema asante mapema, akili yako inaanza kuona mazuri badala ya mabaya. Kumbuka, shukrani inafungua milango ya baraka mpya. Hii ni sayansi ya maisha. Kile unacholenga ndicho kitakachokuja na kinakuwa. Jambo la tatu, fanya maombi au tafakari. Hapa nafikiri kwa kizungu kufanya maombi ni kufanya prayers kwa wale wanaoamini katika Mungu. Lakini pia kutafakari kwa maana ya unatulia sehemu, unapumzika, unatuliza akili yako. Kwa hiyo baada ya shukrani ni muda wa kuweka roho yako sawa. Omba au tafakari kimya. Kama wewe ni mtu wa imani, tumia dakika chache kuzungumza na Mungu. Kama unapendelea meditation, kaa kimya, pumua taratibu, nafikiria mambo mazuri. Dakika 10 za utulivu asubuhi zinaweza kubadilisha namna akili yako inavyofanya kazi siku nzima. Hapo ndipo unajenga nguvu ya ndani, unapata utulivu na kufanya ushinde pressure za siku nzima. Jambo la 4 ni kutengeneza kitanda chako. Inaweza kuonekana kama kitu kidogo au hakina maana, lakini ni muhimu sana. Tengeneza kitanda chako. Hii inakujengea nidhamu ya kufanya vitu vidogo kwa ufanisi. Kama huwezi kupanga shuka zako vizuri, huwezi kutandika kitanda chako vizuri, ni vigumu kupanga maisha yako vizuri. Maisha hujengwa kwa mambo madogo unayoyafanya kwa uaminifu kila siku. Sehemu ya 5, kunywa maji na lishe nzuri. Baada ya kuamka usianze na simu wala kahawa. Anza na glasi ya maji. Maji yanasaidia kuamsha mwili, kuchochea ubongo na kusafisha mfumo wako. Kisha kula kifungua kinywa kizuri, kitu kinachojenga nguvu baada ya kukuletea usingizi. Weka mwili wako sawa, maana mwili wako ndio gari ya ndoto zako. Kitu cha 6, fanya mazoezi. Hata kama dakika 10 tu za kutembea, kukimbia au kunyosha mwili. Mazoezi yanakupa nishati, yanaamsha ubongo na yanaongeza furaha. Watu wengi huanza siku wakiwa wazito kwa sababu hawatoi mwili wao nafasi ya kuamka. Ukifanya mazoezi unajengea nidhamu na unahisi kuwa na nguvu ya kufanya maamuzi makubwa. Kitu cha 7 ni soma kitu kizuri au sikiliza kitu kinachokujenga. Usianze siku yako kwa habari mbaya au drama za mtandaoni.
Anza na kitu kinachokujenga. Soma ukurasa mmoja wa kitabu kizuri au sikiliza podcast ya motisha. Kile unachoweka kichwani asubuhi kinaathiri fikra zako siku nzima. Kama unaweka sumu, utatoa sumu. Kama unaweka hekima, utatoa hekima. Jambo la 8. Andika malengo ya siku yako. Chukua daftari au karatasi. Andika mambo 3 unayotaka kufanikisha siku ya leo au siku husika. Si lazima yawe makubwa. Inaweza kuwa madogo lakini yenye maana. Kama huandike malengo, unatembea bila dira. Lakini ukiandika, akili yako inajipanga kufanikisha. Watu wanaoandika malengo kila siku wana nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa kuliko wale wanaotegemea kumbukumbu. Jambo la 9, epuka haraka za asubuhi. Usianze siku yako kwa kukimbizana na muda. Anza mapema, kaa kimya, panga, kisha tenda. Watu wanaoishi kwa pressure kila asubuhi mara nyingi hukosa utulivu siku nzima. Jifunze kuwa na mwenendo wa uhakika, sio wa haraka. Kwa hiyo rafiki yangu, kuanza siku yako vizuri si bahati, ni uchaguzi. Ni maamuzi madogo unayoyafanya kila asubuhi yanayoamua mafanikio yako ya kesho. Kumbuka haya na kumbuka tena. Amka mapema, shukuru, tafakari, fanya mazoezi, soma kitu kizuri, andika malengo yako na usianze siku kwa pressure. Kama utafanya haya kila siku, utaona mabadiliko makubwa ndani ya wiki chache tu. Hii ni nguvu ya nidhamu ndogo inayoleta matokeo makubwa. Usisahau kushare video hii, like na subscribe, kwa sababu video inayofuata tutazungumzia mambo unayoyafanya asubuhi yanayoharibu siku yako. Asante kwa kutazama, na kumbuka, siku nzuri inaanza na wewe.